Wakizungumza na waandishi wa habari, kocha Omari Matiko wa TMA na wachezaji wake waliahidi jambo moja tu, kwamba wako tayari kukabiliana na Yanga, wakitambua kwamba Yanga wako vizuri zaidi kuliko wao kwa wachezaji moja mmoja, ubora wao wako wa juu kuliko wao, lakini wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaitoa Yanga na kusonga mbele katika hatua ya robo fainali kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Hiyo ni kutokana na mechi wanaokwenda kucheza leo hii. Yanga wakicheza kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, wanakwenda kukabiliana na TMA, vijana kutoka Arusha, timu ya championship ambayo imefika hatua hii ya 16 bora baada ya kuwaduaza pasi na isivyotarajiwa. Waliwatoa Tanzania Prisons, timu ya ligi kuu, kwa kuwafunga bao moja bila, bao lililofungwa na miongoni mwa nyota wao Ernest Baltazar. Matokeo yake sasa wanakwenda kukabiliana na Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Jambo moja tu kubwa kwa kocha Tiko, nahodha wake Fadhili Mahimbo na wachezaji wake wote kwa ujumla, wakati wakienda kukabiliana na Yanga leo hii, ni kwamba kwenye makaratasi inaonyesha dhahiri wajipange kuhakikisha wanatimiza lengo lao la kuwa surprise Yanga na kuwatoa. Ni kwa sababu Yanga kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB wamekuwa hawafanyi masihara hata kidogo. Siku zote kwenye michuano hii, bila kujali wanacheza na nani, Yanga katika misimu minne mfululizo iliyopita ambayo wametwaa taji la michuano hii back to back mara 4 mfululizo, wamekuwa wakipanga vikosi vyao bora kuhakikisha wanapata matokeo ya ushindi. Na wanaingia katika mchezo wa leo hii wakiwa wametoka kuwafunga Polisi Tanzania mabao 7-1 katika mechi ambayo striker wake wa kimataifa kutoka Angola Laurindo Depu alipiga hat-trick, kuonyesha ni kwa namna gani wao hawana masiara hata kidogo. Mechi ya kwanza msimu huu waliwafunga Cosmopolitan, timu ya FDL, mabao 2-0. Cosmo walicheza vizuri sana katika kuhakikisha wanakabiliana na Yanga inayomiliki zaidi mpira, wao wakizuia zaidi, lakini bado walifungwa mabao 2-0. Polisi Tanzania walipigwa 7-1. Sasa TMA wakienda uwanjani bila shaka watakumbuka yote haya, lakini kingine ni kwamba Yanga katika michuano hii kwenye misimu yote ambao wanatoa ubingwa mfululizo, lakini ukichanganya na msimu huu wameshacheza jumla mechi 26 Yanga wamecheza. Kati ya hizi wameshinda zote, ambapo kwenye ushindi wao mechi 23 wameshinda ndani ya dakika 90, halafu kuna mechi 3 wameshinda kwa mikwaju ya penalty. Mechi hizo walizoshinda kwa mikwaju ya penalty ni zile walizowahi kucheza dhidi ya Geita Gold baada ya sare ya 1-1 dakika 90, ni ile cheza dhidi ya Coastal Union, sare ya mabao 3-3 ndani ya dakika 90 wakaenda kuwatoa kwa mikwaju ya penalty. Halafu katika fainali waliocheza dhidi ya Azam ambayo hawakupata mshindi ndani ya dakika 90, Yanga wakaenda kushinda kwa penalty 7-6 kwa ujumla katika mechi hiyo. Sasa mechi 23 zote wameshinda, na katika ushindi wao kwenye mechi hizi 26 tunazungumzia dakika 2340. Kwenye dakika hizi Yanga wamefunga mabao 81, wameruhusu mabao 10. Kwa lugha nyingine, kwa wastani Yanga kwa dakika hizi, tukisema MPG, minutes per goals, dakika walizokuwa wakitumia kwa wastani kufunga bao, ni kwamba wamefunga bao, utachukua dakika 2340 ukigawanya kwa 81 utapata ni dakika 28 na sekunde 48 kwa wastani. Kila baada ya muda huu Yanga wanafunga goli, lakini kuruhusu bao katika mechi zote 26 kwa kuruhusu mabao 10, maana yake utachukua dakika 2340 ukigawanya kwa 10 utapata kwamba wanaruhusu bao kila baada ya dakika 234. Kwa lugha nyingine, wapinzani kwa wastani husubiri dakika 234 ndipo wafunge bao moja, lakini Yanga wao kwa wastani kila baada ya dakika 28 na sekunde 48 wanafunga. Ndivyo walichokifanya Yanga, ndicho walichokifanya Yanga katika misimu hii minne waliotoa ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na msimu huu wa 5 wanatafuta taji la 5 mfululizo. Kwenye mechi 2 wamefunga mabao 9, wameruhusu bao moja, kwa maana ule ushindi wa 2-2 dhidi ya Cosmo, halafu ushindi wa 7-1 dhidi ya Polisi Tanzania. Kwenye kikosi, matarajio ni kwamba Yanga kwa kuwa hivi karibuni imekuwa ikikabiliana na changamoto ya kuwakosa washambuliaji wao wa kiasili, Laurindo Depu kwa majeraha, lakini Prince Melo Dube majeruhi na yeye, Clement Mzize Walidi ni majeruhi, lakini katika mechi za hivi karibuni wamekuwa pia wanamkosa kikosini Emmanuel Mwanengo. Kwa
Kwa kumkosa Emmanuel Mwamengo, matokeo yake katika mechi mbili zilizopita ambazo kwa ujumla wamefunga mabao 6, hawajaruhusu bao lolote. Mechi ikiwamo mechi dhidi ya Tanzania Prisons walioifunga 3-0, mechi dhidi ya Pamba Jiji walioifunga 3-0, mabao 6 katika mechi mbili zilizopita. Yanga walianza na mfumo kocha Pedro Gonçalves kwamba baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, akiwa na mshambuliaji bandia tunasema false 9, ambaye katika mechi hizo ni Alan Okello ndiye anayekuwa mshambuliaji bandia, hapa ni false 9. Yaani timu inaanza bila kuwa na mshambuliaji wa kiasili. Halafu pembeni huku kuna kopo na Peodo Pacome Zouzoua, kama mwalimu ataamua, kama ilivyo ada Yanga kwenye michuano hii huwa wanapanga kikosi ngangari haswa katika siku husika, ni kwamba upande mwingine kwa golini anaweza akawa golikipa Abutalibu Msheli au Hussein Masalanga ambaye amecheza katika mechi iliyopita ya ligi dhidi ya Pamba Jiji. Lakini beki mbili anaweza kawa Izra, anaweza kawa Kibwana Shomari, yoyote anaweza kucheza hapa. Alafu namba 3 anaweza kaanza Mohamed Hussein Shabalala, anaweza kaanza Shadrack Sakaboka ambaye naye amerejea baada ya kuwa nje kutokana na majeraha kwa siku kadhaa. Katikati anaweza kawa na Ibra Baka, anaweza kawa na Frank Asink kadri atakavyoona, pamoja na Frank Asink au Bakari Nondo Mwamnyeto na kadhalika. Lakini au Bakari Nondo Mwamnyeto, yeyote kati ya hao wawili wanaweza wakaanza, kwa sababu Yanga imekuwa na utajiri katika eneo hilo, ingawa wanamkosa miongoni mwa manahodha wao Dickson Job ambaye naye anakosekana kutokana na majeraha alionayo. Lakini hapa kati anaweza akawa na Mohamed Damaro Kamara, halafu anaweza pia akawa Maxim Pienzengeli au Mudathi Yahya Abbas, ambaye yeye na Maxi mmoja wapo, na mara nyingi Mudathi Yahya Abbas kwenye kucheza, Mudathi anaonekana yeye akienda kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara, wakati Max amekuwa akifanya jukumu la kuwa kama box to box, ingawa anatokea pembeni. Kwenye kushambulia anaweza kwenda kuongeza mapana ya uwanja, anaingia kati, anarudi nyuma. Max asomeki katika kucheza, anapatikana maeneo mengi sana. Inategemea mpango kazi wa mwalimu. Lakini kwenye makaratasi waweza kumuona Max yuko hapa, Mudathi yupo katika hawa viungo 3, lakini akawepo pia Zuka Abuya. Lakini kwenye kucheza bado kamuona Mudathi ya Abbas ana operate zaidi katika eneo la pili la uwanja, akiwa nyuma ya Alan Okello ambaye ni mshambuliaji bandia. Lakini kama nilivyosema awali, huko kunakuwa na Pacome Zouzoua. Matokeo yake Yanga wamekuwa hatari zaidi, kwa sababu hawa wote wanapokwenda kushambulia, huyu Okello mshambuliaji bandia ndiye anaenda kuwa kila mara kwenda kukumbana na walinzi wakati wa timu pinzani. Lakini kwa TMA matarajio ni kwamba wataanza na mfumo mama katika mpira wa miguu. Kwenye kucheza mara nyingi hauna mambo mengi sana, ni baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, halafu akawa na viungo 4, akawa na washambuliaji 2 katika kuhakikisha anafanya kile ambacho wamekizungumza kwamba surprise Yanga ambao ni mabingwa watetezi, kisha wao songe mbele kwa hatua ya robo finali. Kwenye ligi kuu Tanzania bara, Yanga wana rekodi ambazo zinaweza zikawa tishio kidogo kwa TMA kwenye makaratasi, na kwa sababu hiyo kuwafanya wapate majawabu ya kukabiliana na Yanga yenye rekodi kwamba mechi 18 Yanga wameshinda mechi 13, sare 5, matokeo yake wana pointi 44, halafu wamefunga mabao 38, wameruhusu mabao 3 tu. Ndio timu yenye mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara. Ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko zote katika ligi kuu Tanzania bara, kwa maana kwamba wanaokuta imara sana, wanatisha kwenye kushambulia. Lakini ndio timu inayoongoza kwa tofauti ya pointi za kutosha, kwa sababu wao wana pointi 44. Inayofuatia ni Simba watani wa jadi ambao wamecheza mechi 17, wana pointi 36, tofauti ni pointi 8. Halafu inafuatia Azam yenye pointi 34. Sasa Yanga kwa rekodi hii wanakumbana na TMA ambayo yenyewe katika championship wanashika nafasi ya 11 miongoni mwa timu 16, wakiwa wamecheza mechi 21, na maanisha hawa TMA mechi 21 wana pointi 21, kwa wastani wa kupata pointi 1 katika kila mchezo. Ni performance ya around 33.33 to infinity, around 33. Lakini kwenye mabao hawa TMA wamefungwa mabao mengi zaidi kuliko waliofunga. Wamefunga mabao 14, wameruhusu mabao 19. Goal difference ni hasi 5. Kwa hiyo rekodi zao kwenye championship, kwenye msimamo wa ligi ya championship hawako vizuri.
maana wako nafasi ya 11 kwa performance hii. Wanakutana na Yanga ambayo kwenye makaratasi kama tulivyotoka kuona inatisha zaidi. Lakini haya matokeo yote, mwenendo wa Yanga katika ligi kuu Tanzania bara, mwenendo wa TMA katika championship yanabaki kuwa ni mambo yaliyopita, ni historia. Jipya tutalishuhudia leo hii kwenye uwanja wa KMC Complex pale Kinondoni, pale Mwenge jijini Dar es Salaam, kujua nani atasonga mbele. Je, Yanga wataendeleza makali yao kwa kushinda mechi ya 27 ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB mfululizo? Maana mechi 26 kama tulivyotoka kueleza zote wameshinda, hawajapoteza mchezo, ingawa mechi 3 wameshinda kwa mikwaju ya penalty dhidi ya TMA ambayo imeshawatoa Tanzania Prisons timu ya ligi kuu, na sasa inataka itoe mbabe mwingine wa ligi kuu ili isonge mbele kwa hatua ya robo finali. Lakini kikubwa zaidi kwao ni pamoja na ukweli kwamba wachezaji wao watataka kutumia fursa hii, jukwaa hili, kuonyesha ubora wao. Wanafahamu kupitia mechi kama hizi ndipo wachezaji wanaweza kupata soko zaidi. Wanao wenzao kadhaa wakiwa TMA wamepata majina na sasa wanacheza ligi kuu. Kasim Maele kwa mfano yupo Mtibwa Sugar, anafanya vizuri, alipita katika timu hii. Lakini beki Wilson Nangu ameshapata nafasi kuitwa timu ya taifa, Taifa Stars, yupo ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ni miongoni mwa wachezaji muhimu, ingawa hivi sasa anakosekana kutokana na majeraha. Alifanya vizuri akiwa na JKT Tanzania. Yeye anaweza kawa chachu ya kuonyesha kwamba ndani ya TMA ukifanya vizuri unatoboa, na kufanya vizuri ni pamoja na kucheza vizuri katika mechi kama hizi, unapocheza na bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa misimu 4 mfululizo. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.